Basi somo la utangulizi lina kichwa kinachosema yajue maandiko. Yajue maandiko. Hilo ndilo somo letu la utangulizi. Lina kichwa kinachosema yajue maandiko. Ipo tofauti ya kufahamu jambo na kulijua jambo. Ipo tofauti ya kufahamu jambo na kulijua jambo. Leo hii nataka tuangalie tofauti ya kuyajua maandiko na kuyafahamu maandiko. Wengi tunafahamu maandiko lakini hatuyajui maandiko. Kwa hivyo leo hii naomba tuangalie tofauti hiyo ili kama kuna kitu cha kurekebisha katika imani yetu ya Kikristo, basi leo hii tuweze kufanya hivyo. Kitabu kile cha Mathayo sura 22 na ule mstari wa 23 hadi 30, naomba nisome pale Mathayo sura 22, alafu nitasoma mstari wa 23 hadi ule mstari wa 30. Mathayo sura 22 mstari wa 23 hadi ule mstari wa 30. Biblia inasema hivi: siku ile Masadukayo, watu wasemao ya kwamba hakuna kiama, wakamwendea wakamuuliza wakisema, Mwalimu, Musa alisema mtu akifa akiwa hana watoto, ndugu yake na amuoe yule mkewe ili ampatie nduguye mzao. Basi kwetu kulikuwa na ndugu 7. Wa kwanza akaoa akafariki, na kwa kuwa hana mzao akamwachia nduguye mke wake. Hivyo hivyo wa pili naye na watatu, hata wote 7. Mwisho wa wote yule mwanamke akafa naye. Basi katika kiama atakuwa mke wa yupi katika wale 7? Maana wote walikuwa naye. Mstari wa 29. Yesu akajibu akawaambia, mwapotea kwa kuwa hamyajui maandiko wala uweza wa Mungu. Kwa maana katika kiama hawaoi wala hawaolewi, bali huwa kama malaika mbinguni. Tena kwa habari ya kiama ya wafu, hamjalisoma neno lililonenwa na Mungu akisema, mimi ni Mungu wa Ibrahimu na Mungu wa Isaka na Mungu wa Yakobo? Mungu si Mungu wa wafu, bali wa walio hai. Na makutano waliposikia walishangaa kwa mafunzo yake. Bwana Yesu na asifiwe sana. Hapa Masadukayo wanafuata Bwana Yesu, wanamrejesha katika maneno ambayo Musa aliyasema. Musa alisema ya kwamba mtu akiwa ameoa mke alafu akafa bila kuwa na mtoto, sasa ndugu yake wa karibu, kaka mdogo au kaka mkubwa, anaweza kumchukua yule mke wa marehemu na pia kuzaa naye mtoto, na ule mtoto atakapozaliwa hatachukua tena jina la huyu ndugu aliye hai, bali jina la yule ndugu aliyekufa. Bwana Yesu nasifiwe sana. Ili amnyanyulie uzao ndugu yake, jina lake lisikafutwe yule aliyekufa kabla ya kupata mtoto. Sasa wanakuja kumwambia kuna kisa hapa katikati yetu. Kuna huyu bwana alikuwa na mke na akafa bila kupata mtoto. Ndugu wake karibu tena akamchukua yule mwanamke, na yule tena wa pili akafa bila kupata mtoto na huyu mama. Hivyo hivyo mpaka wakafika ndugu 7, wote wakafa. Baadaye na yule mwanamke naye pia akafa. Kwa hiyo wakawa wamekufa watu 7, wote walikufa wakiwa hawana watoto. Sasa nauliza, je, katika kiama ya wafu kule, katika kiama cha wafu, kipindi ambacho watu watafufuliwa au wataenda mbinguni kwa vyovyote itakavyokuwa, je, yule mke atakuwa ni wa yupi? Je, atakuwa ni mke wa yule wa kwanza kabisa ambaye alikufa, ambaye alimuoa kwanza, au wa pili au wa tatu au wa 4 au wa 5 au wa 6 au wa 7? Atakuwa yupi? Sasa walikuwa wanauliza ili kumtega, lakini pia walikuwa wanataka kujua. Lakini Kristo akawaangalia akawaambia, mwapotea. Jibu la Yesu alikuwa kwamba baada ya kufufuka au katika kiama kwamba kutakuwa kuna kuoa au kuolewa. Aliwaambia tumwapotea kwa sababu gani? Anasema kwa kuwa hamyajui maandiko wala uweza wa Mungu. Hiyo ndio sababu kubwa ya kupotea kwao. Walikuwa hawayajui maandiko wala uweza wa Mungu. Sasa tunajiuliza, hawajui vipi maandiko na wakati wamerejea maandiko ya Musa, ambapo mwenyewe Musa alisema ya kwamba yule atakaye kufa bila kupata mtoto, ndugu yake karibu achukue mke wake. Sasa hapa Yesu anakuja kuambia mwapotea kwa kuwa hamyajui maandiko wala uweza wa Mungu. Mstari wa 30 anasema, kwa maana katika kiama hawaoi wala hawaolewi, bali huwa kama malaika mbinguni.
Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa Yesu akawaambia kwamba katika kiyama, katika ufufuo, kitu ambacho walikuwa hawakijui, walikuwa nadhani wanajua. Wenyewe kwa nadhani kwamba baada ya kufufuka maisha yatakuwa kama haya hapa duniani, ya kuoa na kuolewa, ya kula na kunywa, ya kupanda na kujenga. Kumbe maisha baada ya kiyama, baada ya ufufuo, tutakapokwenda mbinguni, hayo mambo hayatakuwepo. Kutakuwa kuna kuoa wala kuolewa, kutakuwa kuna kula wala kunywa, bali wote tutakuwa kama malaika, kwa sababu malaika wenyewe hawali, hawanywi, hawaui wala olewi. Amen. Lakini kwa tafakari haraka unaweza kuona kama ni maisha ambayo ni boring. Maisha ambayo tunaenda kule eti hakuna kula, hakuna kunywa, hakuna kuoa, hakuna kuolewa. Sasa furaha yake ni ipi? Maisha ya mbinguni, tukienda kule tunapewa miili mingine tofauti na hii. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwenye kitabu cha Wakorintho wa kwanza 15 anasema fahari ya ule mwili wa duniani ni tofauti, ni mbali sana na fahari ya miili ya mbinguni. Ile haina hisia kama tulizonazo sisi tukiwa duniani. Jina la Yesu Kristo libarikiwe sana. Kwa hiyo una hisia nyingine mpya ambazo ni nzuri mara nyingi zaidi ya hizi tunazozipata tunapokula chakula. Kwa sababu swala la kuona chakula ni kizuri, Mungu hajaumba ili tuenjoy kwenye kula, hapana. Mungu ameweka ile hamu ya kula chakula kwa lengo la kwamba tuilishe miili yetu ijengwe, kwa sababu isingekuwa hamu tusingekula na miili ingedhoofika. Kwa ili tule lazima Mungu aumbe na kitu kinachoitwa hamu ya kula. Kwa hiyo lengo la kwanza la kuumbiwa hamu ya kula sio tuburudike, bali tuweze kuchukua chakula tujenge miili yetu. Ndio Mungu aliweka hivyo. Na vitu vingine vyote Mungu aviwekea raha fulani. Lengo sio kuburudika katika ile raha, bali kupata faida katika mwili. Kwa mfano usingizi. Usingizi Mungu hajatuwekea ili tuburudike. Ingawa usingizi ukilala ni mtamu, si ni kweli? Usingizi ukiwa umelala, ukiwa umechoka ni mtamu. Lakini utamu ule au ile raha tunayopata katika kulala, Mungu hajaweka kama ndio kwamba tuburudike wakati wa kulala, hapana. Kwamba tukitaka kuburudika basi tukalale. Lengo la usingizi kuwekwa katika mwili wa mwanadamu ni ili mwanadamu alazimike kupumzisha mwili wake na asione kwamba ni kitu cha kuchosha kupumzisha mwili. Kwa sababu maisha angekuwa labda hayana raha yote katika kulala, ingekuwa ni adhabu kubwa kwenye kulala. Ingekuwa hakuna raha yote unaipata katika kula vyakula, ingekuwa ni adhabu kubwa Mungu ametupa kutafuta kula. Kwamba unakula tu kwa sababu lakini upati raha, hakuna kitu kinachokusukuma kufanya kile kitu. Na hivyo hivyo pia katika tamaa nyingine zote ni hivyo hivyo, Mungu kaziweka kwa lengo fulani, lakini sio kwa lengo la burudani. Sasa kipindi ambacho tutafika mbinguni, tukijaliwa wote kufika mbinguni na tunaamini tutafika, tutapewa miili mingine tofauti na hii tulionayo. Hiyo miili itakuwa na ladha nyingine za kimbinguni. Kutakuwa kuna furaha nyingine za kimbinguni, sio tena hizi za duniani za kula na kula, kuoa na kuolewa, bali ni ladha nyingine kabisa. Kwa Kristo alichokuwa anajaribu kueleza ni kwamba wanapotea kwa kuwa hawayajui maandiko, ingawa walikuwa nadhani wanayajua maandiko. Kumbe na sisi tunachoweza kujifunza ni kwamba ni lazima tutafute kuyajua maandiko, sio tu kuyafahamu. Hawa walikuwa wanafahamu lakini walikuwa hawayajui. Hapa Kristo anawaambia tena kwa habari ya wafu. Mungu alishasema sio Mungu wa waliokufa, bali ni Mungu wa walio hai. Akarejea kuhusiana na habari ya Ibrahimu, Isaka na Yakobo. Jina la Yesu Kristo libarikiwe sana. Kwa ni lazima tujifunze kuyajua maandiko. Sasa tunajuaje maandiko? Sio tu kwa kusoma. Unaweza kuwa ni msomi mzuri wa Biblia, unaweza kuwa ni msomi mzuri wa maandiko, ukawa unajua Biblia kuanzia andiko la kwanza, Mwanzo sura ya kwanza na mstari wa kwanza mpaka kitabu cha Ufunuo sura 22 mstari wa mwisho. Pale maandiko yote. Ukawa unayafahamu maandiko yote. Lakini mbele za Mungu kuonekana hujui. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaweza kuwa unafahamu lakini mbele za Mungu haujui. Kwa kinachojalisha ni sisi kuyajua maandiko, sio kuwa na wingi wa mistari ya Biblia mioyoni mwetu. Leo hii ukisema ukirejea kile kitabu cha Kolosai 3:17 ambapo anasema neno la Kristo, 3:16-17 ambapo anasema neno la Kristo nalikae kwa wingi ndani yenu. Sio maandiko yake kwa wingi ndani yetu katika mfumo kuyakariri. Bwana asifiwe sana. Shetani haogopi mtu mwenye maandiko mengi aliyoyakariri. Haogopi mtu mwenye maandiko mengi yaliyoko ndani ya moyo wake, kiasi cha kwamba atakiamsha usingizini, ana uwezo wa kurejea andiko liko katika kitabu fulani, katika sura fulani, mstari fulani, na akaurejea na akausema kama ulivyo. Shetani haogopeshwi na hicho kitu. Shetani anaogopeshwa na andiko lililoko ndani ya moyo wa mtu lililojaa ufunuo. Bwana Yesu asifiwe sana.
Kwa hiyo ukichukua andiko alafu ukapata na ufunuo wa Roho Mtakatifu, ile andiko kwako ni moto ulao zaidi ya kuwa na maandiko elfu ambayo hayana ufunuo ndani yake. Kwa sababu hata Kristo alipojaribiwa na Ibilisi, shetani alikuja na kumwambia, ikiwa ndiye mwana wa Mungu jitupe chini kwa kuwa imeandikwa. Alirejea maandiko, lakini andiko ambalo halina ufunuo, akifikiri Yesu hana ufunuo katika ile maandiko. Kwa Kristo alikubali ile andiko, ni kweli imeandikwa hivyo, lakini pia imeandikwa usimjaribu Bwana Mungu wako. Kwa andiko linaivana na andiko lingine, hiyo ndio maana ya ufunuo. Okay, ile andiko linasema hivi, ufunuo wake ni upi? Tafsiri yake ni ipi? Maana yake ni ipi? Lina apply wapi? Sio kila andiko tu tunaweza kulichukua sababu limeandikwa hapa basi tulitumie katika kila hatua, kila mahali, kila eneo la maisha tunalokutana nalo. Bwana Yesu asifiwe. Tukiwa watu namna hiyo, tutakuwa ni watu wenye kumpendeza Mungu. Ikiwa tutakuwa tuna maandiko ambayo yamejaa ufunuo. Hapo tutakuwa tunajua maandiko. Kwa hao ndugu walikuwa wanajua kwamba Musa alisema kwamba huyu akifa atolewa na mwingine. Kwa wakaashumu kwenye kichwa chao kwamba baada ya maisha yako kutakuwa kuna kuona kuolewa. Kwa wanaenda na hiyo akili. Kumbe maandiko hayapo hivyo. Yanaonyesha kwamba baada ya kifo na ufufuo utakapokuja tutapewa miili mingine tofauti na hii ambayo tulikuwa nayo. Hiyo miili itakuwa ina tamaa, itakuwa ile wala inyu, lakini itakuwa ni bora zaidi. Jina la Yesu Kristo libarikiwe sana. Kwa hiyo tutamani sana pia kuyajua maandiko, sio tu kuyafahamu. Unafahamu utajuaje? Kwa kusoma Biblia na kwa kuomba. Unaomba Mungu, naomba unipe ufunuo wa ile andiko. Je, wakati wake wa kutumia ile andiko ni wapi? Ufunuo wake ni nini? Maana yake ni ipi? Amen. Tukiishi hivyo basi tutaona wema wa Mungu. Kwa hilo ni andiko la utangulizi ambalo tunataka tutembee nalo. Kafuatilie andiko katika kitabu cha Wakorintho wa pili 3:6 ambapo Biblia inasema kwamba andiko huua lakini roho huisha. Roho Mtakatifu anahuisha. Maandiko yanaua. Maana ukisoma maandiko au Biblia ukakosa ufunuo wa yale maandiko unayosoma, lile andiko linakupotosha na linakupoteza. Ndicho ambacho pia wale watu walimfuata Bwana Yesu baada ya kumkuta yule mwanamke amefumaniwa katika uzinzi. Alafu akaenda kumwambia, Bwana, imeandikwa katika Torati wanawake namna hii ni kuwapiga kwa mawe akawafa. Ni kweli iko imeandikwa hivyo. Ni andiko ambalo liko kwenye Biblia. Lakini je, ufunuo wake ni upi na nyakati zake ni zipi? Nyakati za Musa zimeshapita, tupo katika Agano Jipya. Kwa hiyo ukija ukisema kwamba tumpige kwa hukumu wa kumpiga mawe, je, ni nani kwenu asiyekuwa na dhambi? Kristo akamwambia, yote kwenu asiyekuwa na dhambi ayo kwanza kumrushia jiwe mwanamke yule. Wakaanza kuondoka mmoja baada ya mwingine kwa sababu wote walikuwa wanahukumiwa ndani ya mioyo yao kwamba ni wakosaji. Kwa maana yake kumbe dhambi sio tu nje, dhambi inaanzia ndani. Na Yesu akasema pia imeandikwa kwamba usiue. Mtu anemchukia ndugu yake tayari ni muuaji. Kwa wauaji ni wengi wapo. Kwa hiyo dhambi ipo ndani kwa kujua ufunuo wa maandiko, sio kwa kulichukua andiko kama lilivyoandikwa. Kwa sababu ukisoma Biblia kuna mahali pameandikwa tena jino kwa jino, uhai kwa uhai, mguu kwa mguu, uzima kwa uzima na kadhalika. Kwa hiyo lazima tuchuje maandiko kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Tusiyasome tu kwa sababu yanaua. Amen. Kwa hiyo hilo ni ujumbe wa utangulizi. Baada hapo tutaenda kuangalia maswali machache yaliyoulizwa na majibu yake. Hapa kuna maswali makuu 3 au 4. Kama muda wetu utatosha tutaangalia zaidi ya hayo. Lakini lengo la maswali sio kujionyesha tunajua, bali ni kuongeza ufahamu wetu na maarifa yetu katika kumjua Mungu. Amen. Kwa hiyo tunaojifunza hapa yakiwa jitoshelezi, tutaenda kutafuta tena na tena tuweze kuja kuyaweka sawa. Amen. Swali la kwanza ni kutoka katika kitabu cha Isaya sura 30 mstari wa 9. Swali la kwanza linatoka katika kitabu cha Isaya sura 30 na ule mstari wa 9 hadi wa 12. Hii itatupa chachu ya kusoma maandiko kwa sababu kuna maandiko mengi najua wengi hatujui kutanaga nayo kabisa. Katika kitabu cha Isaya sura 30 mstari wa 9 hadi wa 10, Biblia inamtaja mtakatifu wa Israeli. Isaya sura 30 mstari wa 9 hadi 12. Naomba nianze tu mstari wa 8. Isaya sura 30 mstari wa 8 hadi 12. Nasema, haya enenda sasa, andika neno hili katika kibao mbele ya macho yao. Lichore katika kitabu ili liwe kwa ajili ya majira yatakao kuja kwa ushuhuda hata milele. Kwa maana watu hawa ni watu waasi, watoto wasemao uongo, watoto wasiotaka kusikia sheria ya Bwana.
wawaambiao waonaji msione, na manabii msitoe unabii wa mambo ya haki. Tuambieni maneno laini, hubirini maneno yadanganyayo. Mstari 11. Tokeni katika njia, geukeni mtoke katika mapito. Mkomesheni mtakatifu wa Israeli mbele yetu. Mkomesheni mtakatifu wa Israeli mbele yetu. Mstari 12. Anasema basi kwa ajili ya hayo mtakatifu wa Israeli asema hivi, kwa sababu mwalidharau neno hili na kulitumainia jeuri na ukaidi na kuyategemea hayo, basi uovu huu utakuwa kwenu kama mahali palipobomoka, palipo tayari kuanguka, patokezapo katika ukuta mrefu, ambapo kuvunjika kwake huja ghafla kwa mara moja. Tuishie hapo. Hapa anatajwa mtakatifu wa Israeli. Huyu mtakatifu wa Israeli ni nani? Andiko hili utalikuta katika Isaya 12:6, utalikuta katika Isaya 47:4, utalikuta katika Isaya 48, Isaya 30 na vitabu vingine vya Biblia. Sasa huyu mtakatifu wa Israeli ni nani? Si mwingine zaidi ya Mungu Mwenyezi. Ukisoma kwenye Biblia ukakutana na ili neno mtakatifu wa Israeli asema, fahamu ya kwamba anayezungumziwa hapo sio Musa wala sio nabii fulani, isipokuwa ni Mungu Mwenyezi. Na hapa alikuwa anasema kuhusiana na watu ambao walikuwa wanakataa kupokea unabii wa mambo ya kweli. Wenyewe wanataka kuhubiria tu mambo laini, mambo ya kupokea na mambo ya kufarijiwa kwamba hakutakuja hukumu ya Mungu. Hawa watu wa Israeli, baadhi yao walikuwa wanasema, wanafunga midomo manabii, wanaambia msituhubirie habari za haki, msitufundishe habari za haki, nyie tuhubirieni tu mambo malaini, mambo ya kupendeza mioyo yetu. Mungu akawaambia, hayo ambayo mnataka nyie hamtayapata. Na hivyo mtakatifu wa Israeli akawaambia maneno ambayo tumeyasikia mahali hapa. Amen. Kwa mtakatifu wa Israeli, popote pale unapokutana na ile andiko, nimeleta kwa sababu ni jambo ambalo lipo sehemu nyingi katika maandiko. Tunaposoma tusikwame kujua ni nani anayezungumziwa hapa. Amen. Swali la pili ambalo liliulizwa ni kuhusiana na hukumu ya Mungu. Je, malipo ni hapa hapa duniani au hukumu ya Mungu ni hapa hapa duniani? Mithali 11:31. Mithali 11:31 nasema, tazama mwenye haki atalipwa duniani, basi mwovu na mkosaji si mara nyingi zaidi. Ukisikia kauli inasema malipo ni hapa hapa duniani, kwa sehemu ina ukweli. Bwana Yesu na asifiwe sana. Lakini nitakueleza kwa namna gani. Labda nirudie tena ile andiko Mithali 11:31 nasema, tazama mwenye haki atalipwa duniani. Yaani mwenye haki analipwa hapa duniani, anaanza kulipwa hapa duniani. Mwovu, basi mwovu na mkosaji si mara nyingi zaidi. Hii kauli maana yake ni nini? Maana yake ni hii kwamba mwenye haki atalipwa duniani, sio kwamba hata mbinguni atalipwa pia mbinguni. Ikiwa na maana kwamba mtu akifanya haki anaanza kupokea malipo yake hapa hapa duniani ya haki yake alionayo. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini pia mkosaji pia atalipwa hapa hapa duniani, alafu baada ya maisha haya pia ataendelea kulipwa. Amen. Kwa hiyo hukumu ya mwenye haki imewekwa baada ya maisha haya, lakini anaanza kupokea malipo yake akiwa hapa duniani, sio katika kiwango kile ambacho atakipata baada ya kifo. Jina la Yesu libarikiwe sana. Kwa mfano, labda nikupe mfano wa hukumu ya mwenye haki ya mwovu inavyoanza. Nikupe mfano. Kwenye Biblia maandiko yanasema, waheshimu baba yako na mama yako ili upate siku nyingi na zaheri za kuishi duniani. Hiyo habari imezungumzwa katika sehemu nyingi katika maandiko. Sasa ikiwa labda mtu hata simama katika ile andiko, kuna uwezekano akalipwa hapa duniani kutokana na kulivunja ile andiko. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo dhambi ina malipo ya hapa hapa duniani kabla ya kufika kule. Ndio maana utaona mtu anaweza kaiba, kashangaa, kapigwa, kauawa, kachomwa moto, alafu kule akaenda sehemu isiyofaa. Amen. Watu wa gharika walihukumiwa hapa duniani kwa maovu yao, wakaondoka, na watu wa Sodoma na Gomora ni hivyo hivyo. Na vile vile pia watu waovu pia wanaweza wasilipwe katika mauti, lakini wakalipwa katika matatizo mengine. Watu wasio haki, Mungu akalipa wakiwa hapa hapa duniani. Na wenye haki pia wanalipwa hapa hapa duniani. Ukiona maana kwamba ukifanya mambo mazuri yanayompendeza Mungu, njia zako zikimpendeza Mungu hapa hapa duniani, unaanza kupokea malipo ya kile unachofanya. Hii inatufundisha nini au inatusukuma kufanya nini? Inatusukuma kufanya haki zaidi
kuliko mabaya, kwa sababu liko jicho linalotutazama. Mbingu na nchi zina rekodi matukio yetu, matendo yetu tunayofanya. Hata kama leo hii unaweza kufanya haki usione matukio leo, pengine Bwana amekuandalia baraka zako mwaka unaokuja. Jina la Yesu Kristo libarikiwe sana. Kama unaweza kuona labda pengine sasa hivi unapitia shida, pengine baraka zako Mungu amekuwekea miaka 5 inayokuja, miaka 10 inayokuja, kwa watoto wako au wajukuu, Mungu amekuandalia thawabu yako. Kwa haki ya mtu haipotei siku zote, wema wa mtu haupotei, baraka za mtu hazipotei. Ijapokuwa anaweza akahesabika kwamba kachelewa katika zile baraka, lakini Mungu anayetutazama sisi hatawii wala. Bwana Yesu asifiwe sana. Swali lingine ni kuhusiana na kauli ya Bwana Yesu katika Mathayo sura 20 mstari wa 35, ambayo anasema heri. Ili sasa ni swali ambalo la ufahamu, la maarifa, linahitaji watu ambao pia wanapenda kusoma Biblia ndio wanaweza kaona umuhimu wa swali. Mathayo sura 20 mstari wa 35. Matendo sura 20 mstari wa 33. Nianze mstari wa 32. Mathayo sura 20 mstari wa 32 hadi mstari wa 35. Anasema hivi: basi sasa nawaweka katika mikono ya Mungu, na kwa neno la neema yake ambalo laweza kuwajenga na kuwapa urithi pamoja nao wote waliotakaswa. Anasema sikutamani fedha wala dhahabu wala mavazi ya mtu. Ninyi wenyewe mnajua ya kuwa mikono yangu hii imetumika kwa mitaji yangu na ya wale waliokuwa pamoja nami. Huyu ni Paulo. Katika mambo yote nimeonyesha kuwa kwa kushika kazi hivi imewapasa kuwasaidia wanyonge na kuyakumbuka maneno ya Bwana Yesu jinsi alivyosema mwenyewe, ni heri kutoa kuliko kupokea. Ni heri kutoa kuliko kupokea. Sasa hapa anasema na kuyakumbuka maneno ya Bwana Yesu jinsi alivyosema mwenyewe, ni heri kutoa kuliko kupokea. Yesu alifundisha mahali fulani ni heri kutoa kuliko kupokea. Je, ile andiko liko wapi katika Biblia? Kwa sababu hapa Paulo ananukuu kitu ambacho Yesu alikisema. Je, liko wapi katika Biblia Yesu aliyosema heri kutoa kuliko kupokea? Amen. Sasa kwenye Biblia yote hakuna ile andiko mahali popote palipoonyesha ya kwamba Yesu alisema heri kutoa kuliko kupokea. Lakini kwa kuwa Paulo nyakati za Bwana Yesu, na kuna mambo Bwana Yesu mengi aliyofundisha na kuyasoma ambayo hayakuandikwa kwenye Biblia, ni wazi kabisa kuna mahali Yesu alisema hayo maneno nje na hizi injili 4 ambazo ziliandikwa katika Biblia: Mathayo, Marko, Luka na Yohana. Kwa hiyo ukienda kusoma kwenye Mathayo, Marko, Luka na Yohana ambazo ndio injili za Yesu zenye ushuhuda Yesu na maneno yake na mahubiri yake, huwezi kukuta ile andiko ya kwamba Yesu amesema heri kutoa kuliko kupokea. Halipo. Amen. Lakini Paulo anasema maneno ya Yesu mwenyewe aliyosema. Kwa kuna mahali aliyosema lakini hakuandikwa katika Biblia. Tunalithibitisha hilo vipi? Kwenye kitabu cha Yohana kile sura ile 21 na mstari wa 24. Yohana sura 21 mstari wa 25, andiko la mwisho kabisa kwenye kitabu cha Yohana. Maandiko anasema kuna mambo mengi aliyoyafanya Yesu ambayo yakiandikwa moja moja nadhani hata ulimwengu usingetosha kwa vile vitabu vitakavyoandikwa. Kwa kuna mambo mengi Yesu aliyoyafanya na kuyafundisha na kuyatenda ambayo yangeandikwa moja moja hata vitabu visingetosha. Hapa tuna vitabu vingapi? Vichache tu, si ndio? Tenzi, Biblia na vitabu tulivyonavyo. Sasa hivi vitabu laiti vyote vikianza kuandika neno moja moja, Yesu kuanzia alivyozaliwa mpaka dunia isingetosha. Unajua Biblia iongezagi chumvi. Ukitoka tu hapa hadi pale barabarani, kwenye barabara kubwa ile ya TANESCO, ukisema weke vitabu pale kuanzia hapo kivilaza hadi pale vinaweza kufika hata 100 au 200. Umekilaza kimoja tu mpaka kingine mpaka pale. Vitabu 100 hadi 200. Kama hizi Biblia kizijaza hapo, kianza kuziweka hapa zikafika hadi pale, zinafika hata 100 200. Kuanzia tu hapo mpaka pale TANESCO. Sasa piga picha, sio hapa, uende Moshi, uende Iringa, uende kule Morogoro, kote ni vitabu vimelala chini. Mambo ambayo Yesu alifanya. Sio unaona jinsi alikuwa mengi. Kwa huyu Yesu alikuwa ni mkuu mno kuliko kawaida tunavyodhani. Alikuwa ni mkuu mno kuliko vile tunavyotafakari. Sasa ingine tunamsoma tu katika nyakati tunasema huyu Yesu mbona arudi? Lakini mambo aliyoyafanya, laiti tungeachiliwa video tuanze kuangalia, kwa ni kila siku maisha yake yamejaa miujiza. Kila siku maisha, kila dakika, kila sekunde aliyafanya mambo mengi na aliyojaa miujiza. Kwa moja wapo ya maandiko ambayo aliyasema pia ni hayo kwamba
heri kutoa kuliko kupokea. Na hata leo hii ni muhimu pia kulijua jambo hili. Sisi kama Wakristo tunafundishwa ni heri kutoa kuliko kupokea. Ingawa akili zetu na maisha yanaweza kutusukuma kwamba tuamini kwamba ni heri kupokea kuliko kutoa. Lakini kiuhalisia mkono unaotoa ndio unaopokea. Amen. Bomba linalotoa maji ndilo linalopokea maji kutoka kwenye mfumo. Bomba linalofunga siku zote haliwezi kutoa maji wala haliwezi kupokea maji kule. Kwa maji yanasimama kuingia kwa sababu ya ile koki, ile lock. Ile lock ikifunguliwa, maji yatatoka, yataingia kwenye majaba na vyombo, yatajaza majaba hata mengi hata yote. Na kule mfumo utaendelea kupitisha maji. Hivyo hivyo. Kwa na sisi pia lazima tujifunze mambo haya kwamba katika maisha yetu yote ni heri kutoa kuliko kupokea. Usiweke mkono wako, ndio maana nitaga mkono wa birika. Mkono wa birika maana yake ni mkono ulioka namna hii. Cha kwangu tu, sihitaji kumpa mwingine. Sihitaji kushia na mwingine. Nina matatizo haya na yale. Na shida hii na ile, siwezi nikafanya kwa ajili ya mwingine. Sasa ni lini utakachokuwa na kingi? Kwa sababu Biblia inasema mali inavyoongezeka na walaji na wenyewe pia wanaongezeka. Yaani kwa fupi sasa hivi ukienda kuwafuata ile matajiri mabilionea, unajua kwa nini bado kwenye akaunti zao kuna hela nyingi na bado hawezi kuwapa watu kila mtu hela? Ni kwa sababu bado zile fedha kwa haziwatoshi na wana matumizi mengi. Na watu ambao wako busy sana kutafutaga fedha sana, sio watu ambao ni matajiri, sio watu ambao ni maskini. Ni watu ambao ni matajiri sana au wako busy sana kuliko hata watu wa kawaida. Bwana Yesu asifiwe sana. Mfuate mtu ambaye yuko busy, uone kama utamchukulia muda wake. Hauwezi kumchukulia muda wake. Yaani yuko busy. Kwa namsikiliza tajiri mmoja. Anaitwa tajiri wa kwanza Tanzania. Wengi tunamjua. Yule anasema kwa akikaa ofisini kuanzia asubuhi mpaka jioni kazi yake ni kujibu email tu sana. Anakuambia kila dakika anajibu email zaidi ya 100 kwa siku. Na zote zinatoka kwa wakurugenzi. So wewe ukamtumia message yako hata ifike. Bwana Yesu asifiwe. Kwa wakurugenzi wake tu. Yule ukisema ngoja nikamwone umpati. Na tajiri mwingine yote wako busy na pia wanatafuta pesa, na zile pesa zao wanazihitaji kwa sababu tu wanataka kuonekana na pesa nyingi. Wana mipango mingi na bado haziwatoshi. Sababu chochote ambacho kinakuja kinakuwa na matumizi na mahitaji. Kwa hakunaga kipindi ambacho utasema sasa nina pesa, sasa nina mali, sasa nimefikia wakati wa mimi kusaidia wengine. Hakunaga hicho kipindi. Moment ambao upo, kipindi ambacho upo ndio wakati ambao una nafasi ya wewe kufanya kwa ajili ya wengine. Nafuatilia pia watu ambao wana moyo wa kutoa na kusaidia wengine. Sio kwamba hawanaga mahitaji. Unakuta wana mahitaji mengi, wana uhitaji mkubwa, isipokuwa wanavunja zile break, wanavunja zile yoke, zile kamba, zile ngome ambazo zinakaa ndani ya moyo, zinaambia kwamba ya nini? Anasema ngoja tu nimpe tu. Ndugu yangu nitampa. Ngoja nitafanya ile. Nitafanya. Sio kwamba ana mahitaji. Ukimwangalia ukienda kufuatilia nyuma kwa nyuma, ana changamoto nyingi ambazo hicho alichokupa kingeweza kwenda kutatua tatizo lake mahali fulani. Lakini anaona sasa tatizo langu mwizi niliweke pembeni, Mungu atanisaidia, mlango utafunguka, mambo yataenda vizuri. Kwa hiyo anatoa, matokeo ya kufanya nini? Mungu anampigania jambo fulani. Kule tatizo lake lile linasolvika. Bwana Yesu asifiwe sana. Ikisolvika tatizo lake tena, anaona kile alichokupata tena, anatoa tena sehemu kule. Kwa kila siku utashangaa tu, mbona anatoa tu, mbona anatoa? Mbona anasaidia, mbona anasaidia, mbona anafanya na apunguki. Siri ndio hiyo. Na Yesu akasema hivi, maandiko ambayo sasa Yesu aliyasema ambayo yanafanana na haya. Alisema hivi, wapeni watu vitu nanyi mtapewa. Hili ni neno gumu sana. Lakini ndio funguo za kufungua vitu ambavyo sio vya kawaida. Wapeni watu vitu, hajaeleza ni vitu gani. Vyovyote vile ambavyo unaweza kuona naweza nikatoa. Wapeni watu vitu nanyi mtapewa. Alafu anasema kipimo cha kujaa na kushindiliwa na kusukwa hata kumwagika. Yaani maana yake unajaza kitu, unaongeza kingine, unashindilia. Wangapi wanajua kushindilia? Kitu kishajaa lakini unashindilia. Paka kusukwa kumwagika kabisa. Alafu Yesu anamalizia pale anasema ndivyo watu watakapowapa na nyinyi vifuani mwenu. Vifuani mwenu. Vifuani maana yake ni ile hali ambapo utaki kitu kinaletwa kinalazimishwa. Ndio maana kupewa kifuani. Maana yake sio kwamba umeomba, sio kwamba umetaka lakini kinaletwa kichukue.
Jina la Yesu libarikiwe sana. Kwa hiyo ni principle ya kutoa, ambao ni heri kutoa kuliko kupokea. Ndivyo hivyo ilivyo. Amen. Ndio principle za mbingu. Mbingu zinafanya kazi namna hiyo. Mbingu zinafanya kazi. Principles za mbingu ni tofauti na za duniani. Kuna baadhi zinafanana, lakini kuna za mbinguni zina tofauti na za duniani. Nilio siku moja kuangalia na kujifunza kwenye kioo. Wangapi washaje kujiangalia kwenye kioo? Kioo tushaje kujiangalia, si ndio? Kioo ijapokuwa kinakuelezea jinsi ulivyo asilimia karibia 100. Lakini kioo hicho kina udanganyifu. Kina udanganyifu. Kwa sababu ijapokuwa kinakupa image yako, taswira yako ile, lakini kina udanganyifu. Udanganyifu wake ukoje? Ni ule ambapo ukikaa umesimama kwenye kioo, unapeleka mkono wako wa kulia, yule kule kwenye kioo anakurudishia mkono wa kushoto. Alafu cha ajabu ni kwamba ule mkono unafanana kabisa, ule wa kushoto wa kule unafanana na wa kulia. Tena unafanana zaidi hata huu mwingine unavyofanana hapo huku. Umeona huo udanganyifu wa kioo? Ikimaanisha kwamba kanuni za upande wa pili zinaendaga tofauti na kanuni za upande halisi. Bwana na asifiwe sana. Kwa hiyo duniani wakati tunasema ni heri kupokea kuliko kutoa, mbingu yenyewe inageuza kama vile kioo. Inasema ni heri kutoa kuliko kupokea. Sasa ukizijua hizi kanuni za mbinguni na kutembea nazo, unajikuta unafungua milango mingi. Jina la Yesu barikiwe sana. Kwa hiyo haya ni mambo ambayo nataka pia tujue. Jambo la mwisho ambalo tutaenda kulitafakari kisha tuingie kwenye maswali yetu ni kuhusiana na kitabu kile cha Yuda sura ya 1 mstari wa 7. Hili ndio swali la mwisho tutakalomaliza nalo, tutaenda kwenye maswali yetu. Yuda sura ya 1 na ule mstari wa 7. Kitabu cha Yuda sura ya 1 na mstari wa 7. Biblia inasema hivi: kama vile Sodoma na Gomora na miji iliyokuwa kando kando, waliofuata uasherati kwa jinsi moja, na hawa wakaenda kufuata mambo ya mwilini yasiyo ya asili, imewekwa kuwa dalili, wakiadhibiwa katika moto wa milele. Kadhalika na hawa katika kuota kwao hutia mwili uchafu, ukataa kutawaliwa na kutoka. Mstari wa 8 anasema kadhalika na hawa katika kuota kwao hutia mwili uchafu. Maana yake ni nini? Yaani hawa watu kuota kwao hutia mwili uchafu. Anaendelea kusema pale, kukataa kutawaliwa na kuyatukana matukufu. Uchafu kwanza unaozungumziwa hapa sio uchafu wa vumbi au jasho. Ni uchafu wa matendo yanayofanyika katika mwili, kama vile uasherati, ulevi. Kwa sababu mtu anayekunywa pombe maana yake anatia kitu ambacho ni najisi kwenye mwili wake, na hivyo kile kitu kinamsababisha afanye dhambi. Amen. Aliharibu hekalu la Mungu, na kwa hapo anautia mwili uchafu. Vile vile mtu anayefanya uasherati ni hivyo hivyo. Na mambo yote aliyotajwa katika kitabu cha Galatia sura 5 mstari wa 19 hadi 21. Kwa nafasi yako enda kusoma. Anasema matendo ya mwili ni dhahiri, ndio haya: ugomvi, uchawi, uasherati, ibada za sanamu, kadhalika na kadhalika. Lakini anasema katika kuota kwao. Nini maana yake? Ni muhimu kujua hicho kitu. Anasema katika kuota kwao hutia mwili uchafu. Maana yake hawa watu wanaota zile ndoto wanazoziota, matokeo yake wanakuja kutia mwili wao uchafu. Sasa ndoto zinazozungumziwa hapa sio zile ndoto za kulala kitandani. Sio hizo. Inawezekana ni hizo sehemu ya ile andiko, lakini ndoto inayozungumziwa hapa ni maono wanayoona. Ni vision zilizoko mbele yao. Kitu gani kiko mbele yao wanachokiona? Unajua kuna mtu anakuambia vision yako ni ipi? Si ndio? Maono yako ni yapi? Azungumzii maono yale unaokaa hivi na kuona. Anazungumzia plani zako za mbele, mikakati yako ya mbele. Mambo unayotazamia huko mbele ni ipi? Unawezekana umetazamia mbeleni nitakuwa vile, nitafanya hiki, nitafanya kile, kutokana aidha na mafundisho uliyopokea au nabii uliyopokea au mtindo wa maisha au jamii inayokuzunguka inakupa maono fulani ya kuelekea mbele. Umekaa umeangalia hali yangu ya maisha iko hivi, naona vitu gani kule mbele? Nataka niwe vile, nataka niwe mtu fulani, sitaki tena maisha. Hayo ndio maono yanayozungumzwa hapa. Anasema katika kuota kwao hutia mwili unajisi na kuyatukana matukufu. Hao ni watu ambao watakuja kutokea katika siku za mwisho, na sasa hivi tuko katika siku za mwisho.
Watu wana maono ya kuona mbele, lakini yale maono wanayoyaona mbeleni na ndoto alizonazo mbele zinaishia kutia mwili unajisi sasa hivi. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hii ni muhimu sana kulizingatia hili, kwa sababu ukiutia mwili wako unajisi, hata hayo maono ambayo unaona huko mbele unaweza usiyafikie, au ukafikia kwa shida, au ukaja ukayafikia na ukaharibu maisha yako milele. Anasema katika kuota kwao hutia mwili na kuyatukana matukufu. Kutia mwili unajisi katika nini? Katika uasherati. Maana hawa watu wanaona mbele lakini hawamuoni Mungu leo. Hawezi kutengeneza maisha yao na Mungu leo. Mungu kwao ni sehemu ya pili, ni sehemu ya tatu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana anaishia kulewa. Ndio maana anaishia kunywa pombe. Ndio maana anaishia kujifanya katika hali ya kidunia kiasi cha kwamba anatia mwili unajisi. Unajua mwili ukishatia unajisi haufai tena. Fellowship ya kwanza ya mtu na Mungu sio kanisani. Yaani ibada ya kwanza ya mtu na Mungu sio kanisani. Ibada ya kwanza ya mtu na Mungu ni katika mwili wake. Unajua kwa sababu gani? Biblia inasema hivi, toeni miili yenu kuwa dhabihu iliyo hai na takatifu yenye kumpendeza Mungu. Ndio ibada yenu yenye maana. Mwili tunapotoa ndio ibada ya kwanza yenye maana kwa Mungu wetu. Kitabu cha Korinto wa kwanza 3:16 na 6:19 anasema hivi, je, hamjui kwamba miili yenu ni hekalu la Roho Mtakatifu? Hekalu la Roho Mtakatifu. Mwili ni hekalu la Roho Mtakatifu. Sehemu tunapokuja hapa ni sehemu ya tatu, ya pili baada ya mwili. Sehemu hii hatupaswi kuifanya takatifu sana. Hii nataka ya pili kufanya takatifu. Ya kwanza ni miili yetu sisi. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio mahali pa kwanza ambapo mtu anakutana na Mungu katika Agano Jipya. Achana na Agano la Kale. Agano la Kale sio mwili. Unaweza kwenda, ndio maana hata Mungu watu walikuwa kiwana, hata wanatubu kidogo imeisha. Walikuwa na ua imeisha. Lakini katika Agano Jipya ibada ya kwanza, hekalu lake takatifu la kwanza ni mwili wa mtu. Bwana asifiwe sana. Ndio maana Kristo alipokuwa pale msalabani, wakati kabla kwenda msalabani, alipofika katika ile hekalu, akaanza kubomoa, kwa sababu anajua pale ndio sehemu takatifu. Akaanza kuangusha wale, kufukuza wale wanaobadili fedha, wale wauza njiwa, wale wanyama na kadhalika. Akavunja kule, akafukuza kule, akaambia imeandikwa, nyumba ya babangu itaitwa nyumba ya sala kwa mataifa yote, lakini nyinyi mmegeuza kwa pango la wanyang'anyi. Kristo kwenda kuharibu vile sio kwa sababu alikuwa anaona tu hivi kwenye ile eneo pale, lakini alikuwa anataka waulize kwa ishara gani anafanya vile, ili awajibu na kuambia hekalu halisi ni kitu gani. Kwa hiyo wakati anafukuza wale njiwa na wale walikuwa wanafanya biashara kule, wakamuuliza kwa ishara gani unafanya mambo haya? Akawaambia hivi, libomoeni ile hekalu nami nitalisimamisha ndani ya siku 3. Libomoeni ile hekalu nami nitalisimamisha ndani ya siku 3. Wale wakatoka wakajua anasema sasa habari za hekalu lililojengwa. Akasema ile hekalu limejengwa kwa miaka 46. Eti mtu anakuja kusema atalisimamisha ndani ya siku 3, huyo anastahili kwenda msalabani. Wakaenda kumshtaki. Lakini Biblia inatuambia lakini Yesu alikuwa anazungumzia habari ya mwili wake, kwamba liondoeni, liharibuni ile hekalu la mwili wangu, niweni mimi, ndani ya siku 3 nitasimama, nitafufuka juu. Kwa alipokuwa anasema msifanye nyumba ya babangu kwa pango la wanyang'anyi, alikuwa analenga kwanza mwili wake yeye. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna miili yetu hata sisi ni sehemu ya ibada, sio sehemu ya wanyang'anyi, sio sehemu ya wazinzi. Kwa pale maana yake ni hii, walikuwa waizi wanakimbilia kule hekaluni, hakuna shida yote. Makahaba wanakimbilia kule hekaluni, hakuna tabu yote. Kila kitu kilikuwa ni sehemu ya roho chafu katika hekalu la Mungu. Kwa Kristo akaharibu, akasema mwili wangu mimi hautakuwa hivyo. Maana yake mwili wako, mwili wangu, mwili wa kila mtu ni lazima uwe nyumba ya ibada. Bwana asifiwe sana. Utaona mtu anakuambia leo Mungu angalii mwili, anaangalia roho. Ni kweli, ni kweli. Mungu anaweza kawa angalii mwili, lakini anaangalia roho kama unavyosema. Lakini nenda kaangalie asilimia kubwa ya maombi yako, naomba vitu gani? Vya mwilini au roho? Tuongee ukweli, tuongee ukweli. Tuongee ukweli. Tunaomba vitu vya nini? Hivi kweli kuna mtu ashakujaga hapa akamwambia Mungu eti akafunga akamwambia Bwana nataka sio nini? Si asilimia kubwa vitu vya mwilini. Tunaomba nini? Chakula, fedha. Hizo fedha zinaenda kutumika rohoni. Hizo fedha tutaenda nazo, tutapa nazo kwenye ungo. Kama ni mchawi atapa nazo kwenye ungo kwa nini? Vitu vya rohoni hivyo, si ndio? Lakini fedha ni kwa ajili ya mwili. Utaona mtu anakuja anambia Mungu naumwa, na Mungu anajisikia. Sasa kama Mungu angalii mwili, kwa nini tunaomba mambo ya mwilini?
Mungu anaangalia mwili, ndio sehemu ya kwanza ibada takatifu ya mtu. Bwana Yesu asifiwe sana. Tumeumbwa na mwili na roho, kwa ni lazima pawe patakatifu. Mwili wetu lazima utakatifu. Angalia vitu tunavyokula, angalia vitu tunavyokunywa, angalia vitu tunavyovaa. Amen. Hivyo ndio vitu ambavyo vinatafsiri ibada yako kwa Mungu. Hivyo ndio vitu ambavyo vinatafsiri ibada yako kwa Mungu. Ni Biblia. Ni Biblia somo. Amen. Ni Biblia ndio inavyotufundisha hivi. Kwa hapa anasema hivi, kwa kuota kwao kutia mwili chafu. Maono yao yanasababisha leo hii miili yao kuwa chafu. Alafu anasema Mungu angalie mwili. Mwisho wa siku katika ufufuo utakapokuja kutokea, hao wataenda kuhukumiwa. Amen. Nataka nikupe tena siri nyingine ya mwisho. Kwa nini mwili wako ni wa thamani? Amen. Mwili wako ni wa thamani. Uangalie sana, wala usiupuzie na kusema mimi Bwana Mungu anaangalia roho. Ni uongo, ni uongo, ni elimu za mashetani hizo. Bwana anasifiwe sana. Ni uongo, yani nenda popote, ni uongo mtupu. Yani ni uongo kabisa, asilimia kubwa. Asilimia kubwa watu ambao wanaweza kuhubiria kwamba Mungu anaangalia roho ni kwa sababu wanataka vya kwako, wanataka pesa zako, wanataka wewe uendelee kuheshimu. Hawezi kuambia ukweli kwa sababu wanajua wakikwambia ukweli sio utakimbia. Lakini wakisikia ukweli kabisa, ukiusikia wewe wa kubadilisha huo hawataki, kwa sababu wenyewe hawana muda wa kuhubiri kweli. Kristo alipofufuka, alipokuwa anazungumzia ile hekalu la siku 3 kwamba libomoeni ile hekalu litasimamisha ndani ya siku 3 ambapo ulikuwa ni mwili wake. Ile siku alipofufuka, kwanza akiwa kule kaburini ile siku ya 3, akiwa kule na Maria Magdalene na wale mama walikuwa wameenda na Mariamu kwenda kupaka kule mwili. Wakaenda kule. Ule mwili ulikuwa umezungushiwa sanda. Bwana anasifiwe sana. Ulikuwa umezungushiwa nini? Sanda. Walienda kukuta ile sanda imefunguliwa, imeachwa pale. Kila kitu kimeachwa pale. Mavazi hata yale ya kaburini yalikuwa mfai Kristo. Mwili wake ulikuwa na thamani. Kristo alifufuka na mwili, akufuka na roho. Akapaa juu mbinguni na mwili wake wenye utukufu. Na leo hii tunapozungumza, dakika hii tunapozungumza, mwili wa Yesu huko kaburini. Kilichobaki duniani ni ile damu iliyomwagika basi. Ndio kilichobaki duniani ambacho kina bear witness. Kiingereza kisema nasema kina ushuhuda, kinabeba ushuhuda kwa ajili ya kutuombea sisi. Lakini hamna mahali pote tunaambiwa mwili wa Yesu unatuombea. Mwili wa Yesu unanena. Hakuna. Huko mbinguni Kristo yuko juu na mwili wake uko juu mbinguni. Ule ambao ulizaliwa na Maria uko juu mbinguni. Leo hii unasemaje Mungu ashughuliki na mwili wako? Tutafufuliwa na hii miili, kitakachofanyika ni kubadilishwa. Yaani ndio maana inaitwa ufufuo. Ufufuo maana yake unatoka, ulikuwa umepotea, unarudi katika mwili wako, alafu unabadilishwa, unapewa mwili wa kimbinguni. Sio kwamba unatolewa huu unapewa mwingine. Ni huu unabadilishwa. Unajua kuna tofauti ya kubadilishwa na kuharibiwa. Nikikupa sasa hivi unga ngano, sasa hivi nikupa unga ngano, sawa? Au mchele, kwa mbichi. Unga ngano ule. Ule unga ngano ukiuchukua na kuweka kwenye mafuta, unageuka unakuwa andazi. Umebadilishwa, si ndio? Lakini ni ule unga. Umepitia moto kwa andazi, ukiweka kwenye oven, baliko unakuwa mkate. Ule unga ngano ukichukua, si ukifanyaje, unaweza ukatengeneza hata ugali ukitaka. Lakini ni ule unabadilishwa, unakuwa mfumo mwingine. Na miili yetu ni hii, itabadilishwa na kuwa miili ya kimbinguni, sio itaharibiwa na kupewa miili mingine. Kwa hiyo chochote utakachokifanya sasa kitabeba ushuhuda forever, na kwa kweli. Ukianza kujichora sasa hivi katika miili yako hii, katika mwili wako, ukianza kujichora katika mwili wako, huo ndio mwili ambao utaenda nao mbinguni. Sasa mbinguni utaendaje na tattoo? Bwana Yesu asifiwe sana. Naomba niachie hapa hii mada leo. Mungu akipenda tutazungumza tena wakati mwingine. Haleluya. Yes, ni ya muhimu sana kujua, hali mambo ya msingi sana kujua ili tuitunze miili yetu. Jina la Yesu libarikiwe sana. Amen. Basi tuende kwenye maswali ambayo tumejiandaa nayo.